Wanafunzi wenzangu, hamjambo? Hatujambo. Ninatumai msalama na mimi niko salama. Na kabla hatujaanza, ningeweza kutambua uwepo wenu na ningependa kuanza na habari. Asante. Kwa jina ni Aida Oshia. Kwa jina ni Mary Samanza. Kwa jina ni Faith Kerubu. Jina langu ni Joshua Jana. Kwa jina ni Brand Sobut. Jina langu ni Paul Mungu. Nami natambulika kama Simon Inga. Nami jina langu ni Henry Kwanta. Asante sana, nami natambulika kama Roda Bosboy. Na leo tunaenda kuangazia kipengele ambacho ni cha elimu na utandawazi. Imekuzaje kulea Kiswahili ama kueneza Kiswahili nchini, kurejelea umilisi wa mtaala wa wanafunzi katika shule ya msingi na katika chuo kikuu na katika biashara, kwa kila upande zote. Na ukiangazia elimu ni kama upepo. Ni kama upepo kwa sababu inalinganisha wanafunzi, inayopea mwanafunzi uwezo wa kukua. Unapata mwanafunzi anatoka kule nyumbani anajua tu ile lugha ya mama, lakini akikuja shuleni, elimu ambayo mwalimu anampatia inamwezesha kuwa mwepesi wa kunena Kiswahili, inamuunganisha na wenzake, mahali ambapo anaweza kusoma, anaweza kusema na walimu wenzake. Kama vile tuseme wanafunzi wa chekechea wakienda, kama amekutana na mtu mzima, anaambia tafadhali naomba kwenda msalani. Tunaona hapo umesaidia mtoto. Na ukirejelea utandawazi ni ile hali ya kuunganisha nchi, mawasiliano. Utandawazi umesaidia kwa biashara na teknolojia ya Kiswahili, kueneza Kiswahili. Hapa tunaangazia ujuzi na mabadiliko kumkuza mwanafunzi ili aelewe zaidi katika lugha, utamaduni na maisha ya watu. Tunaangazia kwamba utamaduni na teknolojia katika fasihi zinaweza kuonekana kama daraja katika nchi moja na kwenda nchi nyingine. Tuseme katika Uganda na Kenya wanaweza kuwasiliana kupitia Kiswahili. Kama Tanzania Kiswahili ni lugha ya taifa huko, hata Kenya. Hapa mawasiliano inakuwa rahisi. Na tukirejelea katika kifasihi na mtaala kifasihi, kama kuna watu ambao wamechangia kueneza fasihi, hizo zimewezesha watu kuwa na maarifa na kuenea zaidi. Na tungependa kuanza na kipengele cha elimu, na ningeweza kupisha mwenzangu aendelee. Tukiangazia jinsi ambavyo elimu inavyokuza Kiswahili, ni kana kwamba tunaona ya kwamba hutumika katika kufundishwa mashuleni, pale ambapo tutapata wanafunzi wa chuo za kimsingi, sekondari na vyuo vikuu kutumia Kiswahili kwa maana lugha ya kitaifa, ambapo itafanya wale watafiti kujua sana kuhusu ile lugha la kitaifa ambalo ni Kiswahili. Pia tunaona kutumika katika uandishi wa vitabu, pale ambapo waandishi wa vitabu za riwaya kutumia Kiswahili kwa ajili ya kuandika hizo riwaya zao. Tena pia katika ule utafiti wa Kiswahili, pale ambapo tutaona wataalamu hufanya utafiti kutumia lugha ya Kiswahili, pale ambapo ili kurahisisha kazi zao kutumia lugha ya Kiswahili ambapo ni rahisi kuelewa na wananchi wote. Tena katika hili swala tutaona kuna matumizi ya mihadhara. Katika vyuo vikuu, lugha ya Kiswahili hutumika kufundisha wanafunzi, pale ambapo wanafunzi kutumia lugha ya Kiswahili kwa wale kuna ambao wanahitimu katika kipengele cha kufundisha katika hili somo la Kiswahili, pale ambapo inawabidi pia waweze kuitumia ili kujinufaa. Pia katika
hii sekta tutaona pia kuna mashindano ya Kiswahili pale ambapo mashairi, insha na mjadala yote hufanyika pale mashuleni ili kukuza tena ili lugha la kitaifa la Kiswahili. Tutaona pale watu wanapokariri mashairi yao ama wanapoandika insha, wanapaswa kuwa wabunifu wanapotumia hili lugha, kwa maana watu wengi huelewa sana, na iwapo wataitumia vyema, basi watu wengi wataweza kujua wanachokiongelelea. Tena tutaona katika kuchapishwa kwa kamusi, tutaweza kupata kana kwamba kamusi hutumia Kiswahili sanifu ambalo uliweza watu wengi kulielewa, kwa maana maandishi yake ni nyepesi ambayo ina uwezo wa kila mtu kuelewa mambo ambayo yanayoendelea. Katika kuandika, katika uandikaji wa kamusi, tutaanza kupata kana kwamba Kiswahili hutumika sana na kwa ubunifu ili kuonyesha kana kwamba Kiswahili ni lugha ambayo tunafaa kuikuza ili kuendeleza na kuiendeleza. Na tukiangazia pengine ni vilabu vya Kiswahili mashuleni, tutapata katika vyuo vya kimsingi, sekondari na hata vyuo vikuu, tutapata kuna wanafunzi ambao wamejiunga na hizi vilabu vya Kiswahili ili kujiendeleza na kuweza kujua mengi kuhusu hili somo la Kiswahili. Pale ambapo tutapata hawa wanafunzi wanaojiunganisha na hizi vilabu kuweza kujua mambo mingi na kusoma mambo mingi kuhusu elimu pale kwa njia ya Kiswahili, ili waweze kuwa wanajua mambo mengi ambayo yaweza kuwasaidia. Nami ningetaka kumpisha mwenzangu naye aweze kuendelea. Naam, ningeweza kuangazia kuhusu faida za elimu katika kukuza Kiswahili. Faida ya kwanza ni kuongeza idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili. Kila mara watu wanapoendelea na kukizungumza, watu wengi wanaweza kukielewa, na unapata ukienda pale ambapo watu waelewe Kiswahili na uweze kukizungumza, utaweza kueneza lugha ya Kiswahili. Hoja ya pili ni kukuza fasihi ya Kiswahili. Tunaelewa sisi wote kwa fasihi ni kioo cha jamii, kama vile riwaya, nyimbo, hadithi. Tunapozoea kutumia fasihi kila mara na kuweza kufafanua fasihi, tunaweza kukuza Kiswahili kila mara. Tunapotumia kama ni vitendawili, tunapozungumza kama hadithi, pia nyimbo, tunapoiona kama fasihi, tunakuza Kiswahili. Hoja ya tatu pia hukuza msamiati mpya wa Kiswahili. Kila mara watu hubuni msamiati mpya. Unapata kuna msamiati mpya wa Kiswahili na watu wanabuni, na elimu inaweza kukuza Kiswahili kupitia hiyo misamiati. Husaidia pia Kiswahili kutumika katika elimu na kazi mbalimbali. Kiswahili kinatumika katika masomo. Watu wanasoma, kama ni wanafunzi wanasoma Kiswahili, na pia katika kazi, katika watu wanaotumia Kiswahili kama lugha yao, kama Waswahili wanakizungumza Kiswahili. Kwa hivyo husaidia sana kutumika katika shughuli mbalimbali. Huongeza pia hadhi ya Kiswahili ya kitaifa na mataifa mengine. Mtazamo wa Kiswahili, venye watu wanakiona Kiswahili, hukuza hadhi yake. Watu wanakiona Kiswahili kama lugha inayofaa. Kila mara wakikizungumza wanasikia ni kama Kiswahili ni lugha ambayo inafaa kuzungumza. Kwa hivyo katika taifa letu kama lugha ya taifa, watu wanaona kuwa Kiswahili ni lugha bora, na pia katika mataifa mengine wanaona kuwa Kiswahili kinafaa. Pia husaidia kuhifadhi utamaduni wa Waswahili. Waswahili pia kuna utamaduni wao, na hicho Kiswahili husaidia sana kuhifadhi huo utamaduni wao. Mambo waliokuwa wanafanya kale, kama ni kuna hizo visakali nini, hizo vitu husaidia sana kuhifadhi huo utamaduni. Husaidia pia Kiswahili kuenea katika nchi nyingine. Kama kuna watu unapata Kiswahili kimeenda kusomeshwa, somo la Kiswahili limeenda kusomeshwa katika nchi zingine, pia itakuwa inasaidia sana kwenda kuenea katika hizo nchi zingine. Nami ningeweza kuendelea, tuangalie mifano ya utandawazi, na mfano wa kwanza ni utandawazi wa kiuchumi au biashara. Tumeweza kuona kampuni kama
Apple ama Samsung wameweza kuuza bidhaa zao kwenye dunia mbalimbali, na kutokana na hapo wameweza kuongeza ujasiriamali wao kutokana na kuuza hizo bidhaa zao kutokana na dunia mbalimbali. Na mfano wa pili ni utandawazi wa kitamaduni. Tumeweza kuangalia kuwa tamaduni na desturi zimetambaa kwa vile muziki, mavazi kutokana na utamaduni mmoja kwenda mwingine. Na hii imewezana kuenea kutokana na kuangalia kwa filamu kama zile Hollywood, muziki wa pop, na kutokana na hapo watu wameweza kuazima hizo mila na desturi. Na mfano wa tatu ni utandawazi wa kisiasa. Tumeweza kuangalia kama mataifa yameweza kuja pamoja ili kupata suluhisho moja lenye linaokumba nchi yetu yote kama Afrika. Mfano ni kama United Nations, yani Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika AU, ili kutafuta matatizo pamoja. Na mfano wa tatu ni uhamiaji wa utandawazi wa kijiografia. Watu wameweza kusafiri kwenda nchi mbalimbali kwa kutafuta kazi, elimu, na hii imeweza kuenezwa kutokana na uwepo wa visa. Watu wameweza kusafiri kwenda nchi za Marekani au kuja Afrika, lakini umeweza kuona watu wametoka nchi zenye zinaokuja zinaimarika kwenda nchi zenye zimeshaimarika kifedha ili kutafuta kazi huko. Na pia tuko na teknolojia ya mawasiliano ama habari kutokea kwa interneti kama vile Facebook na Instagram, zimeweza kufanya dunia imekuwa na umoja katika kuwasiliana. Yani tumeweza kuona dunia imekuwa kama kijiji kimoja kwa kuwepo kwa simu zimeweza kufanya ili mawasiliano ikuwe rahisi. Faida za utandawazi, na kwa kifupi tu utandawazi tunapata kwa utandawazi umechangia kwa kiasi kikubwa sana kwa kukuza lugha ya Kiswahili ndani na pia nje ya Afrika. Baadhi ya faida za utandawazi ni kama kuna kuongezeka kwa matumizi ya lugha hii ya Kiswahili kimataifa. Tunaangazia ile ambayo katika lugha ya Kimombo inaitwa internationally, kutokana na biashara. Kuna pia utalii. Ukienda katika nchi kama vile Uchina ama ukipenda China, kuna kitengo fulani cha wananchi ambao wanajifunza hii lugha ya Kiswahili kutoka huku Afrika Mashariki. Pia kuna watu kutoka mataifa mbalimbali wanajifunza Kiswahili ili kurahisisha mawasiliano yao wakati ambapo wanakuja kutembelea nchi za Afrika, hususan nchi za Afrika Mashariki, kama kuna sisi hapa Kenya, kuna Uganda, kuna Tanzania, pia kuna Rwanda, pia kuna Kiswahili. Faida ya pili ya lugha ya Kiswahili ni ukuaji wa vyombo vya habari na teknolojia. Hapa mitandao ya kijamii tunazungumzia kama pale Twitter, mitandao ya YouTube. Kuna majukwaa ya kidijitali au ni majukwaa ya kidijitali ambayo yanawezesha matumizi ya Kiswahili. Kwa Kimombo kuna wale ambao wanajiita the Swahili content creators. Kuna kina Hassan Mwana Ali ama ukipenda Ali Kauleni. Kuna pia kina Rashid Abdalla wanatumia Kiswahili. Kuna wale kina Longa. Kwa hivyo watu wanaandika, kusoma na kusikiliza maudhui kwa Kiswahili kupitia interneti ama kwa Kimombo internet. Faida ya tatu, kuna kuimarika kwa elimu ya Kiswahili. Hapa tunapata kwamba katika mtaala ama ukipenda ile syllabus humu nchini Kenya, kuna Kiswahili ni lazima mwanafunzi asome Kiswahili kuanzia shule ya chekechea mpaka chuo kikuu kuna Kiswahili. Ndio maana sisi pia wanafunzi wa habari tunasomea tunasema ni Kiswahili in journalism. Faida ya nne, kuna
Kuenea kwa utamaduni wa Kiswahili, kuenea kwa utamaduni wa Kiswahili kuna kupitia muziki fulani na sanaa ya Kiswahili, kuna Kiswahili kimeweza kuenea pamoja na utamaduni wake. Wasanii wanatumia lugha hii kufikisha ujumbe wao kwa hadhira kimataifa, na mfano kule Tanzania kuna kina Diamond Platnumz wanatumia Kiswahili pale lugha safi, kuna kina Christina Shusho. Kwa hivyo nikimalizia, faida ya mwisho, kuna tu fursa za kiuchumi. Kiswahili kimeweza kurahisisha biashara hapa na pale. Labda nimpishe mwenzangu pia. Naam, nitaweza kuzungumzia jinsi utandawazi unavyochangia ukuaji wa Kiswahili. Nikianza na hoja ya kwanza, vyombo vya habari kama redio, televisheni na mitandao ya kijamii vimeeneza Kiswahili duniani. Tunaangalia kwa mfano BBC News kule Uingereza. Tunaweza kujua matukio yanayotendeka kule Uingereza kupitia wanapotangaza Kiswahili. Hivyo imechangia ukuaji wa Kiswahili. Hoja ya pili, biashara za kimataifa zinatumia Kiswahili hasa Afrika Mashariki. Au wanaoendeleza biashara inabidi waweze kuzungumza Kiswahili ili waweze kuelewana na wale wanaouzia bidhaa. Hivyo inabidi wamezungumza Kiswahili ili waweze kununua hizo bidhaa zao. Hivyo inachangia utangamano wanapouza bidhaa zao. Hoja ya tatu, wasanii wa muziki na filamu wanatumia Kiswahili na kukitangaza kimataifa. Wale kwa mfano Tanzania, kwa mfano nchi yetu jirani Tanzania, una vile Zuchu anaeneza talanta yake kupitia Kiswahili. Unaona kwa mfano ameenda kuimba nchi za Ujerumani huko, anaimba Kiswahili, hivyo anaendelea kukitangaza ama kukieneza nchini. Tunaenda hoja ya 4, watalii na wageni kujifunza Kiswahili wanapokuja Afrika Mashariki. Inabidi watalii wanapokuja nchini, kwa mfano Kenya, inabidi wajifunze Kiswahili ili kutangamana na wananchi pasipo kujua hii lugha ya Kiswahili. Hivyo inawabidi wajue hii Kiswahili ndipo waweze kuongea ama kujifunza mambo yanayotokea nchini Kenya. Hoja ya 5, Kiswahili kinatumika katika mikutano ya kimataifa na mashirika kama African Union na United Nations. Hivyo nchi mbalimbali zinapokutana ili kuendeleza hizo mikutano zao, inawalazimu waweze kutumia lugha ya kitaifa, kwa mfano Kiswahili, kila lugha ambayo kila mmoja anajua, ili waweze kuzungumza, waweze kutangamana, waweze kuelewana. Ningependa kuangazia jinsi ambavyo elimu na utandawazi inakwamisha lugha ya Kiswahili. Elimu inaposisitiza lugha za kigeni kama Kiingereza, Kiswahili hudharauliwa. Kwa mfano tumeona jinsi ambavyo vyuo vingi na shule nyingi ambavyo zinavyotumia lugha ya Kiingereza kufunza. Unapata kwa mfano shule nyingi zinatumia Kiingereza kufunza masomo mengi kuliko Kiswahili. Unapata Kiswahili inafunzwa wakati ambao tu Kiswahili ambacho kinatumika. Hoja ya pili ni kuwa utandawazi unasababisha kuchanganyika kwa lugha na kuharibu sarufi ya Kiswahili. Kwa mfano tunaweza kuona ambavyo mitandao ya kijamii na mawasiliano ya kidijitali yanaleta mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza. Lugha ya sheng inatumika sana na wanafunzi wa siku hizi. Unapata wanaunganisha lugha ya Kiingereza na Kiswahili hivyo kuathiri Kiswahili. Alafu pia baadhi ya watu hupendelea kutumia lugha za kigeni kuliko Kiswahili kwa sababu hali ya kimataifa ya Kiingereza na Kifaransa, watu wengi hupendelea kuwasiliana kwa lugha hizo. Unapata kama hapa taifa letu la Kenya, watu wengi wanapenda kutumia lugha ya Kiingereza kuwasiliana. Kwa hivyo wanaona kama lugha ya Kiswahili ni lugha tu ya kawaida, hawaichukulii kama lugha ambayo ni ya muhimu. Alafu pia tunaweza kuona teknolojia nyingi hutumia Kiingereza kupunguza matumizi ya Kiswahili, kama vile programu za kompyuta.
baadhi yazo huwa zinatumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo Kiswahili haijapewa nafasi kubwa katika teknolojia. Na hivyo watumiaji hulazimika kutumia Kiingereza na kupuuza Kiswahili. Hitimisho: kwa ujumla, elimu na utandawazi vina mchango kubwa katika kukuza na kueneza Kiswahili duniani, lakini muhimu ni kuchukua hatua za kulinda na kuendeleza lugha ili isiathiriwe na lugha za kigeni. Kwa hivyo tunaona elimu na teknolojia zinasaidia kueneza Kiswahili, kuzingatia kutumia elimu na pia katika teknolojia Kiswahili kizingatiwe. Asante. Naam, ningependa kuzungumzia jinsi mtaala wa umilisi unaweza kusaidia wanafunzi katika ukuaji wa Kiswahili. Tunapata kuwa mtaala wa umilisi umeweza kufanya Kiswahili kuenea pakubwa zaidi. Tunapata kuwa katika mtaala wa ufasihi wanafunzi wanaweza kutumia Kiswahili kwa fasihi kama kusoma hadithi ambazo zimeandikwa na wataalamu mbalimbali kama riwaya ama hadithi fupi. Wanapovisoma hivi vitabu, wanaweza kuelewa Kiswahili, wakizungumze vizuri na waweze kukiandika vizuri. Tunapata kuwa katika mtaala wa umilisi wanafunzi wanasomea pakubwa kwa kutumia vitendo kuliko kwa kuandika ama kwa kusoma vitabu. Hivyo basi wanaweza kuvikuza vipaji vyao kama wale wenye wanaweza kuimba, kuandika vitabu ama drama. Watatumia lugha ya Kiswahili kwa kuimba, kwa kuandika vitabu, kwa kukariri mashairi. Hivyo basi vipaji vyao vinaweza kukuzwa. Kiswahili katika mtaala wa umilisi pia unawafanya wanafunzi waweze kukua na ule ubunifu na kufikiria, akili pevu. Wanaweza kufikiria vizuri na wakitumia lugha ya Kiswahili kueneza hivyo vitu ambavyo wamevifikiria na waweze kubuni vifaa mbalimbali. Tunapata katika mtaala wa umilisi pia wanafunzi wanaweza jua kupika, kuosha, na hivyo wanaweza tumia lugha ya Kiswahili kueleza jinsi ambavyo wamefanya matayarisho yao ya kupika na jinsi ambavyo wanapika. Pia katika mtaala wa umilisi tunapata kuwa Kiswahili kinaweza kusaidia wanafunzi kukuza ama kudumisha utamaduni mbalimbali. Kwa mfano tunapata wale ambao wanatoka Mombasani ama Pwani wanaweza kukuza utamaduni wao kwa kutumia hii lugha ya Kiswahili. Pia katika mtaala wa umilisi tunapata kuwa wanafunzi wanaelewa hali halisi ya maisha inavyoendelea. Hivyo basi wanapoenda kutangamana na wanafunzi wengine kutoka shule mbalimbali, wanaweza kutumia hii lugha ya Kiswahili kuelewa hali halisi ya maisha inavyokuwa, ili wanapokuwa watu wazima waelewe jinsi maisha yanavyoenda. Hivyo basi wanaweza tumia lugha ya Kiswahili wanapotangamana kwenye spoti ama kwenye drama ama wanapokutana tu na wanafunzi wengine kutoka shule mbalimbali. Hivyo basi Kiswahili kinaweza kukuzwa. Naam, nitakuwa nazungumzia kuhusu wataalamu waliokuza Kiswahili na pamoja na wasomi waliohusika katika ukuaji wa Kiswahili barani Afrika na humu nchini Kenya. Katika waliohusika kukuza Kiswahili tunao pia viongozi wa kisiasa na pia viongozi wa utamaduni. Wataalamu mmoja wao waliochangia haswa katika nyakati za ukoloni ambapo Waafrika walikuwa wanatembelewa na wamishonari. Waafrika walikuwa wanatembelewa na wamishonari katika
hizo nyakati za ukoloni, ambapo mmoja wao wa mishonari kunao Johann Ludwig Krapf waliohusika pakubwa katika kutafsiri Biblia kutoka lugha ya Kimombo katika lugha ya Kiswahili ili kuwezesha Waafrika kuweza kuelewa mambo yaliyokuwa katika hicho kitabu. Na utafsiri wa Biblia ulisaidia pakubwa Waafrika kuelewa neno la Mungu na pia kuweza kulinganisha lugha ya Kimombo na Kiswahili na kuboresha jinsi wanavyoitambua lugha ya Kiswahili. Wasomi pia waliohusika katika ukuaji wa Kiswahili Afrika, kunaye Profesa Chalo wa Mwitila ambaye alifanya utafiti kuhusu sarufi na matumizi ya Kiswahili. Sarufi na matumizi ya Kiswahili ni jambo ambalo limefundishwa katika shule za msingi na pia shule na vyuo vikuu, na wanafunzi wanatangamana na haya maneno katika Kiswahili na mambo wanayozungumza kila mara. Tunapata kwamba Profesa Chalo wa Mwitila amesaidia pakubwa sana kueneza ukuaji wa lugha ya Kiswahili barani Afrika. Na pia kuna profesa ambaye anatambulika kwa jina la Mohamed Abdalazizi ambaye ni mtaalamu wa fasihi na lugha. Fasihi na lugha ni jambo ambalo tunatangamana nalo katika mambo yetu ya kila siku, na fasihi inatusaidia sana kuimarisha Kiswahili na kutambua Kiswahili kama lugha ya kitaalamu. Pia kunaye Profesa Ken Walibora ambapo yeye kwa sasa ni marehemu. Alikuwa mwandishi wa riwaya na fasihi za Kiswahili. Kazi yake kama Siku Njema na Ndoto ya Almasi zimeongeza hadhi Kiswahili kitaifa na pia kimataifa. Mambo ambayo alihusika kwa kuandika na vitabu alivyokuwa akiandika na mashairi aliyotunga yamesaidia pakubwa sana kusaidia wanafunzi kuelewa lugha ya Kiswahili na pia kuendeleza katika kutangamana na lugha ya Kiswahili na kuitambulisha kama lugha ya kimataifa, ila sio lugha ya taifa pekee. Pia kunazo taasisi za kiserikali kama taasisi ya TUKI, ambapo taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hawa wamesaidia pakubwa katika kuchapisha kamusi na pia kuweza kutafsiri maneno ya Kiswahili, ambapo pia maneno mengine ya Kimombo yameweza kutoholewa kutoka katika lugha ya Kimombo na pia kuwezesha ukuaji wa lugha ya Kiswahili na pia kuwezesha wanafunzi kuelewa zaidi lugha ya Kiswahili. Naam, ningependa kukomea hapo. Asante. Na kwa kuhitimisha, tumegundua kuwa elimu imechukuliwa kama taa inayoongoza katika giza na kuleta mwanga katika elimu ya wanafunzi na katika elimu yetu ya maisha, na ni mchakato wa kutukomboa sisi binadamu katika kimaadili na katika jamii zetu, ambapo tunaweza kuona kama mwandishi Shaban Robert alisema kwamba elimu ni kama silaha ya maisha inayomwezesha mtu kutambua mabaya na mazuri, na hivyo basi imetumika kama kutulea kiakili. Na tukirejelea katika utandawazi pia imekuwa kama ni upepo unaovuma katika pande zote za dunia kuleta mabadiliko katika lugha, ambapo utamaduni wa watu hapa Kenya si kama utamaduni wa watu wa pale Tanzania. Tumegundua kwamba utandawazi unaweza kutuwezesha sisi kuelewa kila mtu utamaduni wake, na tukirejelea katika mtaala wa umilisi ni kama shamba lililopandwa, imetumiwa kama kupanda maarifa, kwa sababu huu mtaala wa umilisi ambao
umetumika kwa wanafunzi, umewawezesha kujua kwa vitendo wa kukariri, kucheza, wametumia Kiswahili, wamekipa Kiswahili kipaumbele. Na hivyo tunasema kwamba elimu ni mwanga wa maisha na utandawazi ni daraja la mataifa. Tukimalizia tunasema kwamba mtaala wa umilisi ni chombo cha kumjenga mwanafunzi kwa vitendo. Na basi tumekuwa tukizingatia hivyo vipengele, na jina langu ni Roka Busgori. Nami nimekuwa Simon Mapinga. Nami naitwa Henry Kwanjala. Nami nimekuwa Aida Mshia. Nami ni Mary Samanze. Nami ni Faith Keruko. Nami ni Joshua Chad. Nami ni Dennis Odu. Nami ni Paul Mungu. Na hii ndio mwisho wa majadiliano yetu.